Ino Jospin Loemba kwa dakika ambazo aliingia kwenye kipindi cha pili dhidi ya Petro de Luanda ugenini, watu wengi wameonekana kuvutiwa na kiwango ambacho alikionyesha kwa ujumla. Mimi kwa nafasi yangu nataka tujaribu kuangalia hapa ni kwa nini pengine huyu mchezaji msabuni wa klabu, mtengeneza vifaa wa klabu ya Simba Jairuti aliamini kwamba pengine kwenda kuwekeza pesa yake hapa inaweza kuwa ndo sehemu salama zaidi ya kupata mrejesho sahihi wa performance uwanjani pengine kuliko kwenye usajili mwingine wowote. Yaani kwamba wakati anaamua kwamba nataka niwekeze pesa yangu kwenye kumsajili mchezaji mmoja ambaye niliahidi hapa, kwa nini iwe ni kwa Loemba na kwa nini isiwe ni kwa mchezaji mwingine yoyote pengine? Kwa sababu hatutaki kukaa hapa tukaamini kwamba labda alikuwa anamfahamu Loemba na vitu kama hivyo. Hapana, wale ni watengeneza vifaa, yule ni mzabuni wa klabu, sio wakala, sio msaka vipaji. Kwa maana yake hatuamini kwamba labda alikuwa anamfahamu zaidi kimpira, lakini ni nini ambacho alikifanya kwa nafasi yake mpaka akajiridhisha kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaweza kuwekeza pesa ya kutosha kumleta kama sehemu ya ahadi yake ya kusajili mchezaji mmoja kila mwaka. Mwezi wa 11 mwaka jana, Ino Jospin Loemba kwa mara ya kwanza anafika kwenye meza ya Simba Sports Club kupitia pendekezo la mwalimu aliyepita Dimitar Pantev. Mwezi wa 11 mwaka jana, Dimitar Pantev alimhitaji Ino Jospin Loemba. Wapo ambao pengine wanafahamu kuhusu hichi, wapo ambao pengine hamfahamu kuhusu hichi, lakini hili hasa ilikuwa ni pendekezo la mwalimu aliyepita. Yaani kwamba Dimitar Pantev ndiye alisema kwamba yeye anamhitaji huyu mtu. Wakati huo kumbuka, Jairuti tayari ni mzabuni wa klabu ya Simba tangu msimu unaanza. Kwa hiyo yupo kwenye klabu kwenye kipindi ambacho Dimitar Pantev anasema kwamba anamhitaji huyu mchezaji. Sasa basi, Dimitar Pantev anakuja kuondoka mwezi Disemba. Katika hali ya kawaida, anapokuja mwalimu mpya hasa kuelekea kwenye dirisha dogo kwenye klabu kama Simba ambayo ilikuwa ina pressure kwa wakati huo, maana yake ni lazima atasikilizwa zaidi kwenye vipaumbele vyake, na kwa hakika pendekezo lolote la mwalimu aliyepita si aghlabu, mara nyingi huwa ni kama vile ndo linakuwa limeishia hapo, kwa sababu utakuja utaambiwa kwamba huyo alitakiwa na mwalimu aliyepita, sio mimi. Kwa maana yake mimi nataka mtu moja, mbili, tatu. Mara nyingi madili kama hayo yanakuwa yanakufa kwa staili hiyo. Lakini kilichokuja kuendelea ni kwamba Jairuti hakujiridhisha tu kwenye kuisikia ama kwenye kulisikia jina la Loemba kupitia macho ya Dimitar Pantev. Dimitar Pantev aliwahi kufanya kazi Cameroon, na huyu Loemba ametoka katika klabu ya Colombe Sportive pale Cameroon. Kwa hiyo anamfahamu kwa sababu tayari walishakuwa kwenye mazingira ambayo yanafanana, anamjua kutokea Cameroon. Lakini Jairuti kwa nafasi yake, ili kuweza kusimika zaidi uhakika wa Loemba na nafasi yake ndani ya Simba, alifanya mawasiliano na mawakala kutoka Afrika ya Kati, yaani ule ukanda ambao anatokea Loemba. Sasa Jairuti kwa nafasi yake alichokifanya yeye ni kwamba mimi sio wakala, mimi sio msaka vipaji, lakini kupitia waliopo huko kwa nafasi hizi, wao watanisaidia kuthibitisha uwezo wa huyu mchezaji juu ya kwamba alikuwa ni pendekezo la mwalimu aliyepita. Maanake unachukua mvuto ambao walikuwa nao Pantev kwa ajili ya huyu mchezaji, unakwenda unalinganisha na watakachoenda kukisema wale ambao wanamfahamu huyu mchezaji, kwamba sawa alikuwa ni pendekezo la mwalimu aliyepita, lakini wanaomfahamu huyu mchezaji, wasaka vipaji kutokea Afrika ya Kati, wanasemaje? Wasaka vipaji kutokea kwenye huu ukanda ambao wanatokea Loemba, wao wanasemaje kuhusu huyu mchezaji? Unalinganisha utakachokisikia huku na kile ambacho mwalimu alikuwa anakiona na kukipendekeza kama sehemu ya boresho kwenye kikosi chake. Ndipo Jairuti anapofanya mawasiliano na watu kutoka huko, anakwenda kuambiwa kwamba huyu mchezaji upatikanaji wake sio mgumu, ni mchezaji ambaye anaweza kufiti katika namna nyingi kiufundi, kwa sababu niliwahi kuweka bayana video hapa kwamba Loemba ameshawahi kucheza kama fullback kwa kulia katika kikosi cha timu ya taifa ya Congo Brazzaville tena dhidi ya Morocco. Lakini Loemba anaweza kutumika kwenye maeneo mengi. Unaweza kumtumia winga ya kulia, unaweza kumtumia winga ya kushoto, unaweza kumtumia hata kama namba 9 kivuli. Na Pantev alipomhitaji kwenye kikosi kipindi hicho, alimhitaji kuja kucheza kwenye eneo la false number 9, kwa sababu Pantev alikuwa hataki kutumia mshambuliaji wa kati asilia. Kwa hiyo hii yote inakuonyesha sifa za mchezaji ambaye uelewa wake wa kimpira ni mkubwa, na haya ndiyo maneno ambayo Jairuti pia akaja kuwasilishiwa na watu kutokea huko ambako huyu Loemba alikuwa anatokea, kwamba
upatikanaji wake ni rahisi, ni mchezaji ambaye kiufundi ana uelewa mkubwa wa kiufundi. Hasa alipokuja kuyachukua ya huku, alipoenda kuunganisha na yale matamanio ya mwalimu aliyepita kwa maana ya Dimitar Pantev, ndio mtu kama Jeruti anakuja kujiridhisha kwamba huu ni usajili ambao uwezekano wa kufeli ni mdogo, kwa sababu amekuwa scouted na mwalimu aliyepita, lakini pia nimeridhishwa na ninachokisikia kutoka kwake, kutokana na watu ambao wanamfahamu kutokea huko alikotoka, naweza kuwekeza. Na lengo la kuja kumtambulisha mwisho ni kwamba kwanza, acha mapendekezo ya mwalimu aliyekuja yafanyiwe kazi. Huyu sio pendekezo la Baka, lakini acha mapendekezo ya Baka yote yafanyiwe kazi. Kisha mwisho kabisa sisi tutakuja kumaliza tu mchakato. Ina maana hapo unamuona mtu kama Loemba anakuja kutambulishwa mwisho, ili kusiwe kuna mwingiliano baina yake na wale wachezaji ambao Steve Baka alikuwa amewapendekeza. Hili halikuwa pendekezo lake, kwa hiyo hili linakuja kumalizikia mwishoni kabisa. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku hapo, kwa nini linakuwa linahitimika kwa haraka kiasi hicho licha kama ni deal la mwishoni kabisa? Ni kwa sababu vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatakiwa vifanywe kazi, kusafiri, mambo yote ya msingi ambayo yanatakiwa ya clearance, mambo yote ya msingi ambayo yanatakiwa kumsaidia mchezaji kutoka nchi moja kuja nchi nyingine yalikuwa yameshamalizwa mapema zaidi. Lakini huu usajili ulitangazwa mwisho ili kutoingiliana na yale matamanio ya awali ya mwalimu Steve Baka. Hili lije mwisho, halitowagharimu chochote Simba. Ni usajili ambao unatoka kwenye mfuko wa mzabuni moja kwa moja, na mzabuni anajua anachokifanya, kwa sababu hili ni pendekezo la mwalimu aliyepita. Lakini pia ripoti kutoka Cameroon zilikuwa zinaoana kwamba huyo ni mchezaji ambaye Simba wanaweza kwenda kuwekeza bila ya kuwa na wasiwasi wowote.